Safari hii uelekeo ni eneo la Karakata jijini Dar es Salaam, kuvuka mto Msimbazi kumfuata mtoto Yahaya. Mtoto huyu anaishi na bibi yake anayekaribia miaka 80 sasa, baada ya wazazi wake kufariki dunia. Je, nini kifanyike kuokoa maisha ya Yahaya? Fuatana nasi kukuletea kipindi hiki. Shikamoo bibi. Habari gani? Nzuri. Ni bibi Yahaya. Bibi Yahaya. Naitwa Hadija Ramadhani Simba. Aha. Shikamoo bibi. Marhaba. Habari gani? Salama. Za hapa? Salama. Ndio kunaitwaje hapa? Mto Msimbazi. Huu mto Msimbazi. Na hiki kipande ndio hiki kinaitwa Tabata Segerea. Tabata Segerea. Barakuda. Barakuda, Segerea, yote ni sawa. Sawa. Okay. Na huu mto umevukaje bibi? Mbona kuna wameweka viloba mnadanda kwenye viloba ndio mnadanda mnapita. Kama una hela unakanyaga maji. Kwa tutaogelea hapa. Tutaogelea. Kina sio kirefu. Sio kirefu sana. Lakini ya maji kwa sasa kama mvua yenyeshi si yatakuwa machafu. Machafu. Unapita. Lakini hela ni shilingi ngapi unatoa? 100, 200. Unawapa wanakuruhusu. Wanakuruhusu. Unaenda unarudi. Unapita. Bibi na miaka mingapi? 78. Mashaallah. 78. Kaka hakukosea kukadiria. Nilikuwa nakadiria 80. Na bado una nguvu sana bibi. Unakula nini? Nakula chakula cha kawaida. Ila anasumbua pressure. Macho yangu sioni vizuri. Yapo jiza. Umepima, umeenda hospitali? Hospitali pesa sina. Nipo tu. Nakula nini vitunguu saumu. Uliambiwa kama ni dawa inasaidia. Kwa hiyo kitafuna inakusaidia. Na wewe ukijipima wewe unaona unapata nafuu. Tumekuja kumtembelea mjukuu wako leo. Umetutafuta muda mrefu sana. Yapata mwaka. Tusamehe bibi, mambo ni mengi. Mambo ni mengi. Sana. Lakini leo tumefika Yahaya. Natamani kumuona Yahaya. Utamuona? Sawa. Basi kwa kuwa mimi siwezi kufika kwako, maana hata mimi nina ulemavu, natembelea baskeli. Kwa hiyo kuvuka hapa ni shughuli na kubebwa nako haiwezekani. Sawa. Nimekuja na huyu dada. Mtasindikizana mpaka nyumbani kwako. Sawa. Huyu ndo kila kitu. Sawa. Mimi ni mkubwa kwake, lakini kimamlaka mimi ni mdogo. Sawa. Sawa bibi, nashukuru. Na mimi nashukuru sana. Sawa, ngoja sisi tuongozane na bibi. Nikamwone Yahaya. Sawa. Sawa. Haya. Twende ukamuone bwana Yahaya. Kwa kweli. Ili kufika nyumbani kwa nyanya yake Yahaya ni lazima kuvuka ng'ambo ya pili ya mto Msimbazi. Wakati wa mvua, mto Msimbazi unaongezeka maji, jambo linalohatarisha zaidi usalama wa wakazi wa eneo hili. Wahenga walisema kwamba kufa kufaana. Wakati mto ukiwa na maji mengi, vijana wabunifu wanatumia nguvu zao kupanga viroba vya mchanga mtoni ili watu wapite. Hauwezi kuvuka hapa bila kulipia kati ya shilingi 100 hadi 200 kwa safari moja. Wakati bibi Hadija Ramadhani Simba akitufuata pale ng'ambo ya mto Msimbazi, kumbe mjukuu wake alimwacha kwa jirani.
kwa sababu asingeweza kuvuka mto akiwa na mjukuu wake. Hapa ndio nakaribia nyumbani kwangu. Aha, ndio mitaa hii. Ndio mitaa yenyewe. Sio mbali kutoka kwenye ile daraja? Sio mbali sana. Kwenye mto. Sio mbali. Kwenye mto hapa ndio nyumbani kwangu. Aha. Na tushakaribia. Sawa sawa. Ni nyumba ipi katika hizi? Hii hapa hii yenye mageti meusi. Fremu zangu ndio hizo. Kumbe una frame? Na frame ila msingi sina kufanya biashara. Hauna msingi na mpangaji? Mpangaji sina. Hajaji ya kupanga. Nipo mimi. Na hili eneo kidogo lina maji maji? Lina maji maji kama unavyoona hivi. Sehodi. Habari dada? Salama. Asante sana. Ndio nimeomba kuangalizie mtoto. Tunashukuru sana. Wacha tumsalimie vizuri. Maana ni jirani. Asante sana. Tunashukuru. Tunashukuru sana kwa kuangalizia. Haya. Hii ndio nyumba yangu, hapa ndio ninapoishi. Karibuni. Na mtazamaji wa TBC1, kipindi cha Wape Nafasi kiko Tabata Barakuda. Lakini hapa tumevuka mto Msimbazi kutoka Tabata Barakuda alipoishia mwenzangu Tumadandi, na huko tulikofika tumevuka eneo la Kipawa. Kwa hiyo eneo la Kipawa ndipo alipo Yahaya. Yahaya ni mtoto mwenye miaka 14, anaishi na bibi yake. Bibi yake yule aliyetupokea ndiye anayemlea Yahaya. Kulikoni na mpaka wakati huo, basi mengi tutayapata kutoka kwa bibi Yahaya. Bibi Yahaya, hebu tufahamishe jina lako kwa usahihi, halafu tuambie historia fupi ya huyu kijana Yahaya. Jina langu Hadija Ramadhani Simba. Naishi na mtoto Yahaya. Hana baba, hana mama. Mama yake ameugua, amefariki. Amemwacha na mwaka 1 na miezi 8. Nikamchukua mimi, ndio naishi nayo mpaka leo. Ana miaka 14. Lakini wazazi wake wote wamekufa, baba, mama. Hasa na mimi sijiwezi, mazingira yetu magumu. Hasa naomba msaada nisaidie kwanza, nyumba yangu naishi mabati yote mabovu. Alafu naomba mnisaidie, hata mnipatie hata bajaji iniingizie pesa nipatege hela kumsaidia Yahaya ya matumizi. Bibi, tukiangalia nyumba yako hii ni sio ya zamani. Ulipata msaada kutoka kwa Samaria au hali ilikuwaje? Ulijichanga ukajenga? Nimejenga huko nilikotokea. Lakini imekuja mafuriko, nyumba ya baba mmoja imedondokea kwenye nyumba yangu. Hivyo dondokea kwenye nyumba yangu ndio akaninunulia hapa. Lakini hapa mabati yenyewe ndio kama hivyo mabovu. Kwa hapa ni uhamishoni? Hapa nimehamia, lakini nilikuwa nakaa Tabata Barakuda. Nimehamishiwa Kipawa ndio niliko. Sasa naomba mnisaidie. Na una muda gani tangu umehamia? Kama miezi 6 tu. Na nimeona frame hapo nje. Frame za kwangu, ila sina uwezo wa kufanya biashara. Naomba mnisaidie nifanye biashara nipatege senti za kumtumishia Yahaya. Tatizo zingine Pampers midoli mpaka imeoza kwa kutufulia mtoto. Sasa naomba mnisaidie, kina baba kina mama wote mnisaidie. Na mamake Yahaya ni mtoto wangapi kwa watoto ulionao? Mtoto ndo wa kwanza wangu, wa pili ndo yule basi. Una watoto wawili tu? Wawili tu. Na mzee yuko wapi? Mzee amefariki siku nyingi. Naishi mimi tu na hawa watoto. Unafanya shughuli gani kwa ajili ya maisha? Sina shughuli yoyote. Mtoto wangu tu anasaga pilipili, anatembeza. Hivi leo hakwenda sama ya hiyo baba. Alivyosema leo anakuja, ndio maana nikamwambia simama nimwachie mtoto. Na mtoto wako ndio huyo ambao tumemkuta hapo nje? Ndio yule. Yule ni wangapi? Wa pili. Sina watoto wengine. Na mjukuu mmoja na huyu wa pili. Na kitu gani ambacho mbali na pilipili, kitu ambacho kinakuingizia kipato? Sina kipato kingine. Kipato changu ndio hicho tu. Miaka yote? Miaka yote. Ndio biashara yangu.
Sasa hivi nilipopata zile fremu ndio msingi sina na wapangaji hamna. Fremu alikujengea yule alikupa hii nyumba? Amezijenga yeye. Kama sehemu ya fidia. Ndio ya fidia yenyewe. Haya, sasa Yahaya ana changamoto gani? Shida anazo, haongei wala hakai, kazi yake yeye kulala tu. Hawezi kukaa. Changamoto ya kwanza. Changamoto ya pili, ningepata hata kibasketi kile cha kukaa. Apate kukaa, yeye kulala basi. Ukichoka na muinua basi. Na chakula chake anapenda sana uji na mchele ule anakula basi. Ule wali laini basi. Hasumbui kula. Kusumbua kula hasumbui. Ukimfanyia. Akiumwa unamgunduaje? Namgundua tu anakaa kimya, analia. Akilia ndo anaumwa. Akiwa mzima halii. Kwa vile ninaishi naye tangu mdogo, nishamjua. Akiwa na njaa namjua. Namjua anapooza, achangamki. Analala. Lakini hawezi kusema. Asemi, aongei. Bibi Yahaya, hebu tufahamu kwa upande wa matibabu, hasa kumnyosha viungo vyake na kumweka sawa. Umempeleka hospitali akiwa mdogo na mpaka sasa? Kumpeleka hospitali nilikuwa nampeleka TV macho. Nimempeleka, lakini sasa wamesema sasa hivi bima sina. Ndio maana sasa hivi siendi. Kipindi cha nyuma ulikuwa na bima? Tulikuwa tunaenda tu. Hivi ananyooshwa, bima yake imeisha, ilikuwa ndogo. Kwa hana bima. Sasa inakuwaje akiumwa? Nakaa tu ama nampeleka hospitali hivi za kawaida tu. Bila bima. Na wakati anafanywa mazoezi, ulikuwa unaona mabadiliko yoyote? Mabadiliko nimeona. Kwa sababu hii mikono ilikuwa haikunjuki. Hii ilikuwa imepinda kabisa hivi. Lakini sasa hivi imekuwa imenyooka, na hii kichwa hiki kilikuwepo chini kabisa. Lakini sasa hivi kina simama na miguu hii alikuwepo haliwezi kabisa. Lakini sasa hivi ukimweka hivi anakaa, ina nguvu kidogo. Ndio. Hebu kwa historia umetuelezea tu mwanzo, ukasema kwamba aliachwa na wazazi wake. Historia ya kuzaliwa kwake. Alizaliwa mzima. Hana tatizo lolote. Ila ilivyofika 40 ndio akaanza homa. Homa ndio akapalilizi, mwili mzima ukapooza. Kumpeleka hospitali kuchoma sindano ndio hakunyoka mpaka leo. Kwa hiyo mpaka ile 40 alikuwa ni mtoto wa kawaida kabisa. Kawaida tu. Alilia kwa wakati? Alilia kwa wakati na alikuwa mzima mpaka akafanywa 40. Alipofika miezi 3 ndio ikamwanza homa. Ile homa ndio ikamvunja nguvu zote. Ndio akawa hivi. Na ulivyoona kwamba hakomai viungo vizuri, hatua gani za mwanzo ambazo mlizifanya? Tukamchukua tu kumpeleka hospitali, kumnyoosha, lakini ndio imeshindikana. Ndio tukaamua tena basi. Na mara nyingine ukimweka kuchangamana na watoto wenzie au na watu wengine, ana uwezo wa kucheza na kuelewa kwamba hapa kuna watu? Anaelewa akiwa na wenzie, anacheka, ila kuongea ndio haongei, ila kucheza nao anacheza nao, anacheka, anafurahi, anawaangalia vizuri. Na huo unamweka kuchangamana na watoto wenzie. Wanakuja hapa barazani, wanakaa, wanacheza, wakisha wanaondoka. Namtoleaga godoro lake, namtandikia hapo barazani, anakaa nao. Umesema kwamba nyumba hii ina changamoto, bati limechakaa. Halijachakaa, ila kuna nafasi. Bati lina matundu na halijapauliwa kuziba nafasi vizuri. Sasa hebu tufahamu, wakati wa mvua hali inakuwaje? Inakuwa mbaya, yote yanamwagika, inavuja nyumba. Inavuja.
Lakini kwa eneo hili, kwa sababu pia eneo hili liko bondeni. Liko bondeni. Maji yanaingia, maji haya ya mafuriko yanaingia muda. Hayaingii. Ni haya tu ya kuvuja. Ya kuvuja. Ila huku uwani tutaenda, nitakuja kukuonesha. Sehemu yenye matatizo kwa nyuma. Sio ndani. Sio ndani. Maana kama ukilala usiku umelala vizuri. Nimelala. Ila maji tu yakivuja juu basi. Lakini huku uwani kuna sehemu kuna toboka. Sawa. Bibi Yahaya, kwa sababu pia kazi ambayo unaifanya, umeniambia unatengeneza pilipili. Unasaga pilipili, unauza. Ni kipato chake si kikubwa. Sio kikubwa. Kuwezesha mtoto huyu kumsaidia, lakini na wewe pia kuendesha maisha yako. Unapata msaada mwingine wowote kutoka kwa ndugu zako au ndugu pande wa baba yake au ndugu wengine wote wanakusaidia kwa namna yote? Sina ndugu, kusema kweli. Sina ndugu yoyote anayenisaidia, wala kwa upande wa baba yake hamna hata mmoja anemtembelea. Hamna anemtembelea. Nipo mimi tu. Sina ndugu. Napambana mwenyewe hivyo. Tumepata sawa, tumekosa tunashukuru. Imewahi kufikia wakati mkakosa kitu chakula, Yahaya akakosa kabisa chakula? Inapitia. Unakosa, utaomba tu kila siku. Nakosa, tunalala. Poleni sana. Asante. Na nini hasa mahitaji yako unataka kuwaambia Watanzania wakusaidie hasa katika malezi ya mtoto mwenye changamoto za kimaumbile kama hivi? Naomba ndugu zangu, mama zangu, baba zangu, mnisaidie nipate pesa za kunisaidia, ama nipate hata bajaji inisaidie katika maisha na huyu mtoto. Mimi mwenyewe uwezo sina, nishakuwa mzee, sina mtu wa kunisaidia. Naomba mnisaidie Watanzania wenzangu wote, mwenye imani zao wote wanione kwa macho mawili. Mama Samia, naomba mama yangu unisaidie, unione ninavyoteseka na mtoto. Na mtoto huyu anaweza kukaa kwenye kiti mwendo? Ukimweka anakaa, naomba mnisaidie na kiti cha kukaa mtoto. Sawa. Na kwenye frame zako unategemea kufanya biashara gani? Biashara kama ya vyakula, ama nguo, chochote kile. Biashara aina yoyote nifanye. Hata nguo, unga, sukari. Mnaomba mnisaidie nifanye biashara, nisaidie na mtoto huyu. Sina uwezo. Naomba wote, kina baba, kina mama wote mnisaidie jamani. Sawa. Na kama ukiwa na shughuli nyingi, kama unasema utafanya biashara itakuhitaji uende sehemu mbalimbali, mtoto huyu utamwacha na nani? Sina muacha na huyu mamake mdogo. Naweza kumwacha yeye na mamake mdogo akakaa nayo, mimi kaenda. Mara nyingine mtu akipata mtoto wa namna hii huwa wanahusisha na mambo ya ushirikina na vitu kama hivyo. Wewe mwanzoni kabisa, Bibi Yahaya, wakati mtoto huyu anazaliwa, haukuhusisha na mambo hayo au ulifanyaje? Mimi huyu sijampeleka katika hiyo wamesema dege sijui lile lina vunja mwili. Sijampeleka. Sijampeleka kwa hao watu wataalamu. Wamesema hii dege tu. Wamenishauri, lakini nikaona bora nimpeleke hospitali. Wamejua, si wanasemaga ipo dawa ya dege hospitali, wanachoma masindano. Mimi ndo mkamkimbizia hospitali, ndio mkavunjika kabisa. Ila sijaenda katika waganga wa kienyeji. Sawa. Na kama mtu akitaka kuwasiliana na wewe kwa ajili ya kumsaidia Yahaya, anakupata kwa namba gani? 0687583721. 0687583721. Asante. Na bibi, nikupongeze kwa sababu miaka 78 78 bado macho yana nguvu na unaona vizuri.
Ni kweli umejitunza. Nakumbuka kakaangu alikuuliza unakula vyakula gani? Nakula ugali, ubwabwa, mchele huo. Ndio vyakula ninavyokula. Mboga za majani, maharage. Yote nakula. Vyakula vya vya kawaida. Hujawahi kuwa na shida ya macho wala nini? Wala macho yapo lakini sio sana. Kama hivi namba naona. Kama hapo nakuona kirahisi tu unaona vizuri kabisa. Tofauti na mimi ninavaa mawani mpaka ya haya ananiogopa. Eti ya haya. Yaya. Bwana wewe. Hapa anafurahi. Anacheka. Sasa nikivaa mawani ndo anaogopa. Yaya, usiniogope, mimi sio mtu mbaya. Wewe. Sema ni kwa sababu hajazoea kukaa na watu mara nyingi. Watu mpaka wakirudi shule wale. Kuna watu ambao amewazoea. Akija mtu mwingine asomtaka analia. Lakini wale wazoea hata ali. Kama hivi watoto wakijaa anafurahi. Namtoa nje na godoro lake analala, anacheza. Wakipita pale wanamsalimia. Hana tabu. Sawa. Changamoto kiti. Apatege kukalia pale nje. Ndio changamoto nacho. Na nilikuuliza mwanzo kuhusiana na ndugu upande wa baba yake. Ndugu wa upande wa baba yake ndo hawamtaki. Hamna ndugu yoyote anemtembelea. Wewe unawafahamu? Kwa fahamu nafahamu, wapo vijijini. Lakini kama hawataki na wewe? Nikaacha. Sijafuata. Kama hivi changamoto ya pempasi, siwafuati, ya chakula siwafuati. Nakaa tu. Naomba Mungu tu. Siwafuati. Naomba Mungu, nikipata tunakula, tukikosa tunashukuru. Na mtazamaji, hii ni kazi ya mikono ambayo anaifanya bibi Yahaya au Bi Hadija wakati Yahaya amepumzika. Basi hii ni kazi ambayo anaifanya, na hii yote ni kutafuta walau kupata kipato kwa ajili ya kupata huduma za kifamilia. Na kwa sababu ulikwisha kueleza mahitaji yako. Mahitaji yako wewe, unahitaji bima ya mtoto, unahitaji upate biashara ya kufanya ya yenye muendelezo kwa ajili ya kukidhi mahitaji yako. Lakini pia kuna frame hapo nje. Frame moja ukiweka wewe, nyingine upate mpangaji, au unataka utumie zote? Moja nikipata mpangaji sawa. Moja nikitumia mwenyewe, moja nikipata mpangaji nitashukuru. Mtazamaji, kuna frame huku inapangishwa. Moja niuze mwenyewe, moja nipangishe. Karibuni. Eneo gani? Muelekeze vizuri. Maeneo ya Kipawa. Karibuni. Maeneo ya Kipawa. Bado umezoea Tabata Barakuda, ni eneo ambalo ulikuwa unakaa, lakini si mbali na hapa, inatenganishwa na mto huo Msimbazi. Kwa hiyo huku ulikohamia ukivuka upande wa pili ni Kipawa. Ukivuka kule huko kunaishi zamani Tabata Barakuda. Sawa. Kwa hiyo ni eneo la Kipawa na fremu iko barabarani. Hii yote itakuwa ni katika kumsaidia bibi huyu kukidhi mahitaji ya mjukuu wake ambaye anamlea tangu akiwa mdogo mpaka sasa ana miaka 14. Asante sana kwa kuwa nasi kwenye kipindi cha Wape Nafasi. Mimi ni Mwamini Andrew kwa niaba ya Tuma Dandi. Mpige picha ni Oliver Kubaga. Endelea kutazama vipindi vingine hapa TBC1.